Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo. Minite Masajina, hii ni True Talk, na hapa huwa tunajadili masuala mbalimbali ya kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, lakini pia huwa tunajadili kuhusiana na tetesi za usajili, ikiwa tunafahamu pia kwamba tunaelekea mwishoni katika kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26 na virabu vingi hapa nchini kwetu Tanzania viko katika harakati za kusaka sign za wachezaji ili kuhakikisha kwamba vinaenda kuimarisha vikosi vyao kwa ajili ya kukabili vema msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa kwa virabu ambavyo vitakwenda kushiriki mashindano hayo. Sanjari na hayo, kwa kwa ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, unaweza kujiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii pamoja na kuwasha alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe ili kusudi uwe wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Lakini hii leo bwana, kuna moja kati ya taarifa kubwa ambazo natamani kuweza kushare na wewe, na katika pita zangu kwenye mitandao ya kijamii nimekutana moja kati ya taarifa kubwa zinazohusisha wanawekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, ambao kwa sasa wapo kwenye mawindo ya kusaka signs za wachezaji tofauti tofauti kutoka katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wanaenda kuimarisha kikosi kuelekea katika msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa. Lakini kabla hatujaendelea na hayo, tunaweza kuangalia japo kwa ufupi kuhusiana na msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, hasa kwa vilabu vitano ambavyo vipo kwenye top 5 ya vilabu vitano kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka hii sasa. Na tukiangalia kwa ufupi hapa, Dar es Salaam Young African Sports Club ndio wanaongoza ligi kwa sasa wakiwa na points 47 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 14, wakitoa sare mara 5 na bila kupoteza mchezo hata mmoja. Lakini kwa Simba Sports Club wanashika nafasi ya pili wakiwa na alama 42 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 12, wakitoa sare mara 6 na kupoteza mchezo mmoja. Lakini kwa Azam FC wanashika nafasi ya tatu wakiwa na alama 37 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda michezo 9, wakitoa sare mara 10 na hawajapoteza mchezo hata mmoja. Na kwa Singida Black Stars wanashika nafasi ya 4 wakiwa na alama 29 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 8 na kutoa sare mara 5 na kupoteza michezo 6. Na kwa JKT Tanzania wanashika nafasi ya 5 wakiwa na alama 29 sambamba na Singida Black Stars mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 7, wakitoa sare mara 6 na kupoteza michezo 4. Na hii ni kwa top 5 ya vilabu vitano kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka hii sasa, na ni namna ambavyo msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kutoka namba 1 mpaka namba 5 ndivyo ulivyo mpaka hii sasa. Na kwa nafasi ya 16 mwishoni kabisa mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara namkuta KMC yanashika nafasi ya 16 akiwa na alama 9 pekee mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda mara 2 tu na kutoa sare mara 3 na amepoteza mara 14. Na nafasi ya 15 tunamuona Tanzania Prisons anashika nafasi ya 15 akiwa na alama 14 mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda michezo 3, akitoa sare mara 5 na kupoteza mara 11. Na nafasi ya 14 tunamuona Mbeya City anashika nafasi ya 14 akiwa na alama 17 mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda mara 4 na kutoa sare mara 5 na kupoteza mara 10. Na nafasi ya 13 tunamuona Singida Big Stars anashika nafasi ya 13 akiwa na alama 19, akishinda mara mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda mara 5 na kutoa sare mara 4 na kupoteza mara 10. Na nafasi ya 12 tunamuona Coastal Union anashika nafasi ya 12 akiwa na alama 19 mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda mara 4, akitoa sare mara 7 na kupoteza mara 8. Hii ni kwa vile vilabu vitano vya mwishoni kabisa mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu wa mwaka 2025-26 japo kwa ufupi. Sanjari na hayo, ngoja tukaangalie sasa kuhusiana na hizi tetesi za usajili ambazo kiujumla nimewiwa kuweza kushare na wewe mdau wangu wa nguvu ama mwana True Talk. Kama ilivyo ada, tunafahamu pia kwamba tuko kwenye hatua za mwisho kabisa katika kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26 na vilabu vyetu vya nchini kwetu Tanzania sasa hivi vipo katika mawindo ya kuzistaka saini za wachezaji tofauti tofauti kutoka katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba vinakwenda kuzinasa saini zao ili kuimarisha vikosi kwa ajili ya kukabili vyema msimu ujao ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika. Na tetesi za usajili ni sehemu ya kawaida kwa soka la kisasa, lakini pia ni kawaida
ni kawaida katika soka la kisasa, na safari hii macho na masikio ya mashabiki wengi wa Tanzania yameelekezwa kwa kiungo wa kati Isaac Cisse Ismail anayehusishwa na kujiunga na klabu ya Wekundu wa Simba Sports Club katika dirisha hili kubwa la usajili. Ingawa bado hakuna uthibitisho rasmi kutoka kwa klabu hiyo ya Wekundu wa Simba Sports Club, mjadala kuhusu uwezekano wa dili hili umechukua nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii na midahalo ya wachambuzi wa soka kutoka kwenye media mbalimbali nchini kwetu Tanzania. Kwa kuanzia tu, ni muhimu kuelewa mazingira ya tetesi hizi. Simba Sports Club kama moja ya vilabu vikubwa barani Afrika na Afrika Mashariki imekuwa na desturi ya kuimarisha kikosi chake kila dirisha la usajili, hasa wakilenga mafanikio katika mashindano ya ndani na kimataifa kama CAF Champions League. Katika misimu ya hivi karibuni, timu hii ya Simba Sports Club imeonyesha wazi hitaji la kuwa na viungo wenye nguvu zaidi katikati ya uwanja, wachezaji wanaoweza kukaba, kupora mipira na kuanzisha mashambulizi kwa ufanisi mkubwa. Hapa ndipo jina la Isaac Cisse Ismail linapoanza kuingia katika klabu ya Wekundu wa Simba Sports Club katika ladha zake. Kiungo huyo kutoka Ivory Coast anayekipiga katika ligi ya Afrika ya Kusini ametajwa kuwa na sifa zinazoweza kuendana na mahitaji ya Simba Sports Club. Ana uwezo wa kucheza kama kiungo mkabaji, defensive midfielder, lakini pia ana ustadi wa kusambaza pasi na kudhibiti tempo ya mchezo. Hizi sifa ambazo zimekuwa zikihitajika sana katika mfumo wa kisasa wa timu nyingi kubwa barani Afrika kwa misimu hivi karibuni. Na kwa upande wa klabu ya Wekundu wa Simba Sports Club kuna sababu kadhaa zinazofanya tetesi hizi kuonekana kuwa na uzito fulani hivi. Kwanza, klabu imekuwa ikifanya maboresho ya mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba inabaki kuwa na ushindani mkubwa ndani ya Tanzania Premier League, kwa maana ya ligi yetu Tanzania, na pia kimataifa. Lakini pia pili, ushindani kutoka kwa wapinzani wao wakubwa. Hapa tunazungumzia Young Africans ambao pia tunafahamu wamekuwa mabingwa wa ligi kuu ya Tanzania kwa misimu kadhaa. Umeifanya Simba kutafuta kila aina ya nyongeza itakayowapa faida ya kiufundi uwanjani. Na hata hivyo, kama ilivyo kwa tetesi nyingi za usajili, kuna mambo kadhaa yanayopaswa kuangaliwa kwa tahadhari, ikiwa ni pamoja na chanzo kikubwa cha taarifa hizi ni mitandao ya kijamii na vyanzo visivyo rasmi sana mpaka hivi sasa, ambavyo mara nyingi vinaweza kupotosha au kuharakisha taarifa kabla ya kuthibitishwa. Wengi nafikiri tunafahamu hili kwa kina zaidi, lakini kawaida kuona majina ya wachezaji yakihusishwa na vilabu mbalimbali bila kuwepo kwa mazungumzo ya kina au makubaliano yote rasmi. Aidha, mchakato wa usajili wa mchezaji wa kimataifa si rahisi kama ilivyoweza kuonekana. Kuna mambo ya kuzingatia kama vile ada ya uhamisho, mshahara wa mchezaji na makubaliano binafsi, pamoja na ridhaa ya klabu yake ya sasa ambayo anaitumikia. Haya yote yanahitaji muda na mazungumzo ya kina kati ya pande zote mbili ama pande husika. Hivyo hata kama Simba Sports Club wana nia ya dhati ya kumsajili Isaac Cisse, bado kuna hatua nyingi za kupitia kabla dili hilo kukamilika. Lakini nafikiri yote haya yanaendelea chini ya kapeti, na muda ukifika nafikiri wote tunaweza kufahamu ni nini hasa ambacho kitakuwa kimejiri huko viwanjani. Kwa mtazamo wa kiufundi, swali kubwa linaloulizwa na mashabiki wengi ni je, Isaac Cisse angefaa katika mfumo wa Simba? Jibu linaweza kuwa ndio, kwa hasa kama timu ya Simba inatafuta kama tunavyojua inatafuta kiungo mwenye uwezo wa kulinda safu ya ulinzi huku akiingia katika kujenga mashambulizi. Katika soka la kisasa, nafasi ya kiungo mkabaji imekuwa muhimu sana kwa hivi sasa, na wachezaji wa aina hii mara nyingi huamua kasi na mwelekeo wa mchezo kiujumla. Zaidi ya hilo, uzoefu wa kucheza katika ligi yenye ushindani kama Afrika ya Kusini unaweza kuwa faida kwa mchezaji huyo endapo atajiunga na klabu ya Simba. Ligi hiyo inajulikana kwa kasi, nguvu na mbinu za hali ya juu. Nafikiri wengi tunafahamu pia kile ambacho Neo Maema pamoja na Roshan Derek wanakifanya pale katika klabu ya Wekundu wa Simba Sports Club. Hao wote ni raia kutoka nchini Afrika ya Kusini na wametumikia klabu ya Mamelodi Sundowns, mambo ambayo yanaweza kumsaidia kuzoea haraka mazingira ya soka la Tanzania na mashindano ya kimataifa. Hata hivyo, hakuna changamoto zinazoweza kujitokeza kuhusiana na dili hili kuweza kutimia. Mabadiliko ya mazingira, mfumo wa timu na matarajio
ya mashabiki ni mambo ambayo yanaweza kumweka mchezaji kwenye pressure kubwa. Simba Sports Club inabaki na mashabiki wengi wenye matarajio makubwa, na kila mchezaji mpya anayesajiliwa hutegemewa kuleta matokeo ya haraka. Hili nafikiri wengi tunafahamu pia. Na kwa upande mwingine, tetesi hizi pia zinaweza kuwa sehemu ya mikakati ya kawaida ya soko la usajili. Wakati mwingine majina ya wachezaji hutajwa ili kuongeza thamani ya sokoni, thamani yao sokoni au kuvutia vilabu vingine. Hivyo si ajabu kuona mchezaji akihusishwa na klabu kadhaa kwa wakati mmoja bila kuwepo kwa dili lolote la kweli. Kwa kumalizia tu naweza kusema kwamba tetesi za Isaac Cisse Ismail kujiunga na klabu ya wekundu wa Simba Sports Club zinaendelea kuwapa mashabiki mara ya kujadili, lakini kweli ni kwamba bado hakuna uthibitisho rasmi kutoka katika vyanzo vya habari vya kuaminika. Hapa anazungumzia pages maalum za timu husika. Inawezekana dili hilo likawa kweli na likakamilika, au likabaki kuwa hadithi nyingine tu ya dirisha la usajili. Mpaka pale tangazo rasmi litakapotolewa, mashabiki wanapaswa kuchukua taarifa hizi kwa tahadhari, huku wakisubiri kuona kama ndoto ya kumuona Isaac Cisse akivaa jezi ya klabu ya wekundu wa Simba Sports Club itageuka kuwa uhalisia au la. Lakini pia mimi nikwambie tu kwamba nafikiri wengi tunafahamu pia mfumo wa mpira ama wa soka duniani kiujumla, naweza kusema hivyo. Huanza na tetesi kabla ya kuja dili halisia. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea na muda ndio utakaoweza kuamua kwamba liwe dili halisi ama zibaki kuwa tetesi. Mimi ni Masajina, hii ni True Talk. Kama ilivyo ada, huwa tunajadili masuala mbalimbali ya kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Lakini pia kama ndio unataka kwanza kabisa kuweza kujiunga nasi, tafadhali sana nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii, lakini pia washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe. Wewe utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Binafsi sina jingine la ziada la kuzungumza zaidi tu, nikutakia wakati mwema. Bye bye.